السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wahusieni na kujihusia nafsi yangu, tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo ndiyo siku ya kwanza baada ya kutoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo yale tuliyoyachuma na yale tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni hazina inayoweza kutusaidia katika miezi 11 inayokuja insha Allah. Mazungumzo yangu, kuna swali muhimu ambalo limeulizwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Swali lenyewe linasema hivi: kwa nini tumechelewa na wengine wakatutangulia? Au kwa nini tuchelewe wengine watutangulie? Kwa nini tutanguliwe na wengine tukubali kuchelewa? Hili ni swali liliulizwa, na kuna barua ilitoka Indonesia kutoka kwa Waislamu akapelekewa Said Rashid Ridha, akaulizwa swali kama hili na walipendekeza Shakib Arsalan alijibu hili swali. Na ni swali muhimu tujiulize, kwa sababu Waislamu wa Indonesia katika kisiwa cha Jawa ndio waliouliza swali hili. Na Shakib Arsalani katika kujibu swali kama hili, kabla ya kujibu, kwa sababu kuna majibu mingi ndani yake na nitajaribu kuyafupisha, ni matatizo au ni kukosekana mikakati na mipangilio ya kufanya umma ujitambue kama umma, au umma uwatangulie wengine. Sasa wao walijiona kwa kuwa sisi tumebaki nyuma, wengine wametutangulia, tatizo liko wapi? Wakataka kupata jibu kwa wasomi, wakampelekea Said Rashid Ridha. Said Rashid Ridha akamuomba Shakib Arsalani, akaandika kwenye magazini yake ya Al-Manar. Lakini Shakib Arsalani kabla ya kulijibu asema hivi: kweli mumeuliza ni tatizo linahusu kisiwa fulani, ni kimoja au viwili, lakini ukizunguka kuangalia maisha yetu ulimwenguni, kila tulipo sisi tuko nyuma ya wengine. Ni jibu la Shakib Arsalani kabla ya miaka 100 na zaidi. Kwa maana asema ni sehemu chache ambazo utakwenda kweli upate umma wa Kiislamu au jamii za Kiislamu ziko mbele kuliko wengine. Hatuzungumzi mtu mmoja, wawili, watatu. Alhamdulillah, ikiwa tutazungumzia hayo tuko nao wengi, lakini sisi tutazungumzia umma kama umma, jamii kama jamii. Kwa nini tubaki nyuma? Ndio Shakib Arsalani alipokuwa yuwasema, asema hili si tatizo la sehemu fulani. Zunguka duniani uangalie,
Kila mahali palipo na Waislamu wao wako nyuma, kwa maana hawajitambui, hawajielewi, hawana mikakati, hawajui wanapokwenda, wala hawajui ni kipi kinachostahiki kufanywa. Na hili swali lina njia mbili au lina mambo mawili, kwa sababu tunaweza tukajiuliza, ikiwa sisi tumechelewa au sisi tuko nyuma au sisi tumetanguliwa na wengine, hapa tunaweza tukajiuliza, kwa sababu limadha taakharna, kwa nini tuchelewe, na ni kipi kilichotuchelewesha? Pili, je, sisi kuchelewa ndiyo sababu ya wengine kututangulia au la? Au je, wengine kututangulia ndiyo sababu ya sisi kuchelewa au la? Kwa sababu mara nyingi kukitokea tatizo aina yoyote, tunajaribu kutafuta sababu ambazo zitaweza kutuokoa au tuweze kujitetea na sababu kama hizo. Ndipo pale utakuta tatizo dogo ambalo twaweza kulitatua, lakini kitu cha kwanza tutaisukumia serikali, tutawasukumia matajiri, tutamsukumia fulani. Kwa sababu gani? Hii iko wazi, ni kwa sababu twakimbia majukumu. Kwa hiyo wacha tuwabebeshe wengine, na ndipo leo hata mimi nikikosa chakula pia itabidi nimlaumu Mwamerika. Matatizo yake yako mbali, hatukatai, kwa kuwa adui ni adui popote alipo, lakini je, kila tatizo tunalolipata tumsukumie mwingine? Kwa nini tusiangalie msingi au asili ya haya matatizo yametoka wapi, kisha ndo tukatafuta tiba? Kwa hiyo tunapojiuliza swali hili, hapa kunakuwa na mambo mawili. Je, wengine kutangulia ndiyo sababu ya sisi kuchelewa au la? Au sisi kuchelewa ndiyo sababu kuwafanya wengine watutangulie? Hilo ni swali yatakikana tulijibu na tulitafutie jawabu. Hapa kuna majibu kadhaa, nitajaribu kuangalia mawili matatu kwa haraka upesi, tujaribu kuyakamilisha. Jibu la kwanza, ambao wengi maulamaa wamelijibu jibu kama hilo, wanasema tukitaka kujua asili ya hili swali limetoka wapi, kwanza tujiulize, tuligeuze hili swali, tuangalie kwa nini wakati umma wa Kiislamu ulipokuwa umma uliendelea, ukajitambua, ukajifahamu, ukafika mpaka Europe. Tukipata jibu ya swali hili, tutapata jibu zuri kwa nini hivi sasa tumechelewa, au kwa nini wengine wametutangulia. Hawa ni baadhi ya wasomi wanazungumza hivyo, wasema tusikubali hili swali kwanza. Tuligeuze, tujaribu kuzitafuta zile sababu, tuangalie zile sababu zilizofanya Waislamu waendelee na wafike mbali. Ni sababu gani
Tukishazipata zile sababu, basi tutapata sababu za hivi sasa kwa nini sisi kuporomoka. Na ndipo wanatuambia sababu au tatizo ambalo ni msingi lilosababisha sisi tupitwe na wengine au tubaki nyuma, ni kwa kuwa sisi tumeiacha misingi ya Uislamu. Kwa sababu ukiwaangalia wale walifika paka Spain kwa sababu ya Uislamu. Sisi leo tumeuacha Uislamu mwisho kwa sababu gani? Wajua, hili swali lilipoulizwa, mimi ni mmoja ninailipinga hili swali, na niko na hoja zangu, na inshallah ikiwa tutaweza kufikia mwisho tajaribu kutoa baadhi ya mambo ambayo mimi nimeyafikia. Kwa sababu hili swali lilipoulizwa, watu walilichukua moja kwa moja na wakaona kweli sisi tumechelewa au tumepitwa na wengine. Kwa hiyo tumepitwa kwa kitu gani? Kwa misingi gani? Au ni mambo gani ambayo wengine wametutangulia sisi tukabaki nyuma? Hili swali halikuelezwa namna hiyo, liliachwa wazi. Limadha taakhara almuslimuna wa taqaddama ghayruhum, likawachwa wazi namna hiyo. Sasa lilipokuja namna hii, kwa sababu wale wengine walilichukua moja kwa moja, wakaona kwa kuwa tatizo kubwa ni Uislamu, na ndipo walipokwenda Europe, baadhi wakiona barabara mzuri, wakiona nidhamu mzuri. Kwa hiyo wakawa wanajiuliza, kwa nini hawa wamefika hapa walipofika, kwa nini sisi katika nchi zetu tuko nyuma? Kwa hiyo wakaona tatizo ni Uislamu, na ndipo walipouacha Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hili swali lilipoulizwa liliwababaisha, likawafanya wao waone kweli hawa wenzetu ambao ni wa magharibi, ambao hata hawastahiki tuwaite wenzetu wa magharibi, wametutangulia kwa sababu hawana dini. Na ndipo utapata vita vikubwa wa magharibi, kwa sababu walifinywa sana na kanisa. Walipoamka kupiga vita kanisa, hawakuamka kwa unwani ya kanisa, waliamka kupiga vita dini kwa unwani ya dini. Na ndipo ukirudi maulama wetu wote kama kina Sheikh Al-Asifi rahmatullahi ta'ala alayhi, wanapozungumza kukuonyesha vile ile mipango na mikakati ilivyopangwa, lengo ilikuwa hivi vita ni kufikisha mpaka katika sehemu zetu, kuonyesha kwa kuwa asili na tatizo ni Uislamu. Na ndipo wanapotoa baadhi ya mifano, wanasema wewe angalia Japani na Masri, wenyewe wanasema Japani na Masri zilikuwa level moja, zilikuwa daraja moja. Baada ya vita vya pili vya dunia, Japani akapigwa, akawa amebaki nyuma, hana kitu. Sasa Japani alipoamka na akaamua kwenda mbele, aliamua kwenda mbele, lakini hakuamua kuacha mila na desturi na ustaarabu wa Kijapani. Akafika pale alipofika, na ndipo mpaka leo, ijapokuwa Muamerika ameanza kuingia na ameingia kwa nguvu, lakini utapata wa Japani hawakuacha ustaarabu wao. Asema hawa wa Masri walipoamua kuamka, wakaona kwa kuwa sisi kweli tumependezwa na maisha ya kimagharibi, kwa hiyo tufanye nini? Kwa hiyo tuuache Uislamu, ndipo tutakapofika mbele. Na ndipo wenyewe wasema, muangalie Masri hivi sasa, ameacha dini akaamua kwenda mbele. Kwa hiyo hakufika pale alipokuwa anataka afike, kwa sababu utumwa siku zote haukupi kile unachokitaka. Utumwa unakufanya wewe uwe mtumwa siku zote kwa matakwa ya nani? Kwa yule anayekutuma. Kwa sababu wewe umeamua kuiacha dini, umeamua kuacha mila na desturi na ustaarabu ambazo zimefungamana na dini kwa ajili ya kufuata wengine. Kwa hiyo akakosa yote. Tumwangalie Masri leo yuko wapi, na tumwangalie Japani yuko wapi. Kwa hiyo tatizo kubwa ni nini? Tatizo kubwa ni kwa sababu yeye kuanzia mwanzo hakuwa na mikakati, hakuwa na mipango, akaona kwa kuwa tatizo ni dini, kwa hiyo tukiacha dini tutafika. Na ndipo wakawa hawakufika. Na ndio Dr. Salman Al-Auda yeye anasema
tuliache hili swali, tujaribu kuuliza maswali mengine. Ni kitu gani kimetufikisha hapa tulipofika? Kwa sababu tukiuliza hili swali ambalo nimetangulia kuliuliza, kwa nini tumechelewa, twaweza tusipate jibu. Kwa hiyo tuulize hapa, kwa kuwa je, ni kitu gani kilichotufanya mpaka tukafika hapa? Tutafute sababu ya kiasili, sababu ya kimsingi. Je, tutaipata au la? Na ndipo anasema tukirudi kuangalia katika Qur'ani, aya niliyotangulia kuisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea wazi kwa kuwa ataghyiru, mabadiliko yoyote hayawezi kupatikana isipokuwa umma ukubali kwanza kubadilika. Umma usipokubali kubadilika, basi hakuna mabadiliko yatakayopatikana. Na ndipo pale utapata hata ikiwa twalalamika uchumi ni mbaya, hatuangaliwi, hata tukafunguliwa mifereji, madamu hatujakubali kubadilika, ile mifereji tutaitumia katika njia zisizofaa, mahanasa, mastarehe, kula mamongoka na marungi, kwenda kwenye maklabu, kwenda maauti, kwenda kutembea nje na kurudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujui ni kipi kilichotufikisha hapa, na hatujui kwa kuwa msingi wa Uislamu au Qur'ani inatutaka tufanye nini. Kwanza tubadilike sisi kama sisi. Tukisha badilika, tukaamua kubadilika, basi hiyo ndiyo hatua ya kwanza tunayoweza kuanza kupambana na kuanza mchakato wa kuweza kweli sisi kubadilika kuwatangulia wengine. Na ndipo ukirudi Sheikh Makarim Shirazi amegawa vizuri sana, asema hebu tujaribu tuangalie historia imekuja imegawa namna gani. Kwa sababu sisi mara nyingi tukisoma historia, tukizisoma aya, twasoma tu Qur'ani, twazipita aya haraka haraka, lakini asema hebu tuiangalie historia. Historia inatupa picha kamili ya maisha ya mwanadamu. Ni umma gani ulikuwa hai na ni umma gani uliokufa? Ni jamii gani zilizokuwa hai na ni jamii gani zilizokufa? Na ni mfumo wa Qur'ani. Tunatoka kwenye historia. Historia imetugawia watu karibu vigawanyo vinne. Kuna umma uliokuwa hai na ukawa juu ukaongoza. Kuna umma ulikuwa ni mayita, umekufa ukawa chini. Kuna umma uliokuwa umekufa ukajitambua, ukajielewa, ukaamua kunyanyuka ukapanda. Na kuna umma uliokuwa juu, ndio sisi tulitoka juu tukashuka chini, ndio tukafa. Sasa sisi hapa mara nyingi Sheikh Makarim wasema tukipata matatizo kama haya tunakwenda kwanza kujiuliza, kwa kuwa ni nuksi, ni bahati mbaya, ni maadui. Mara nyingine tunakwenda kwa wapiga ramli kuuliza kwa pengine sisi tulipata nyota zisizokuwa mzuri. Mara nyingine tunakwenda kwa wachawi kupiga maramli. Yani asema tunakwenda kutafuta sababu ambazo si za msingi, na sababu kama hizi ndizo zinazidi kutupoteza. Na mara nyingine wengine wanakwambia, kwa sababu wengine ile sababu wameipata, wanakwambia sisi kwa sababu tunaamini al-qadar, al-qadha wal qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametukadiria tuwe hivi, ametujalia tuwe hivi. Kwa hiyo ikiwa tutapambana, tutaamua kuamka, sisi itakuwa tunapambana na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa siwaziona hizo sababu kama hizo, na ndipo Sheikh Makarim anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia aya niliyotangulia kuisoma, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, asema yubayyinu anwa'a al-ilaj wa asbab an-nasr wal hazima. Kwa kuwa tutakapozijua zile asili au ile misingi asili ambayo kweli imewafanya wengine wakatutangulia, na ile misingi ambayo kweli ilitufanya sisi tukachelewa au ilituangusha, kwa sababu ilitutoa juu, tulikuwa ni umma, tulikuwa ni Waislamu wenye nguvu. Sheikh Makarim anajiuliza, asema hebu tuangalie Uislamu ulipokuwa umesimamia kwenye misingi ya kisawasawa,
ilikuwa university za Kiislamu zinajaa wageni kutoka magharibi na Amerika kwenda kusoma. Falastini ilikuwa ndio kitovu cha Uislamu na inang'aa kwa muda wa miaka 200. Msalaba wameupiga vita Uislamu na wakashindwa kuichukua Falastini kwa muda wa miaka 200. Lakini tujiulize, wakati tulipoporomoka tuliwapa Falestina kwa siku 6. Tuliwapa Falestina kwa siku 6 na mpaka leo bado twakaa kwenye meza twazungumza nao, na hali ya kuwa Falestina tumeshawapa. Sasa sijui twazungumza kuhusu nini. Sasa angalia ile izza, karama. Uislamu ulipokuwa uko juu, maadui walijaribu kuupiga juu chini, wakashindwa kwa muda wa miaka 200. Sisi tulipokuja kuporomoka leo tukaja tukawapa watu kwa chukueni. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeridhishwa na maisha yao, na ndipo utapata leo tunavyoishi hatuna tofauti wanavyoishi wao. Tunajifaharisha na zile tunazoletewa na wao. Ziangalie nchi zetu za Kiislamu, kila kitu kutoka Ujerumani, kutoka Amerika, kutoka Japani, kutoka China, kutoka Uingereza, ni Uislamu aina gani? Na ndipo hapa utapata falsafa ya al-Imam al-Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi. Baada ya mapinduzi, karibu khutba zake zote alikuwa anahusia watu wabadilike, na akisema ndiyo misingi asili ya mafanikio yetu, ni lazima kwanza tujibadilishe wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bianfusihim. Ni nani wa nje atakuja kukubadilisha? Au ni nani wa nje atakuja kukufanyia kwa maslahi yako? Hawa wetu tulionao, wacha kwenda mbali, hawa wetu tulionao, atakuja mtu aliye atake kura zenu, mkimpa basi inshallah taala. Leo katika miji yetu ya Kiislamu, sijui kama mwafuatilia, utasikia shida za maji, watu wanalalamika siku zote, wao wapo, na ni miji ya Kiislamu, majority ni wao, magavana ni wao, maseneta ni wao, kimya. Kuna baadhi ya sehemu umeme, watu wanalia umeme siku zote wakati, na hatuna shida la umeme sisi Kenya. Hata kuna wakati wakisema Lamu, kuna baadhi ya wawekezaji walikuwa wako tayari wametafuta wadhamini watengeze sola ambayo itazalisha Lamu mzima. Serikali ikakataa kutoa kibali na wao wakanyamaza kimya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni Muamerika yule, ni Muingereza, ni Mzayuni. Kwa hiyo swali lilipokuja likalenga kweli ni kisiwa cha Jawa, na Shakib Arsalani akasema hili tatizo halihusu kisiwa kimoja au viwili, ni tatizo ambalo linawahusu Waislamu wote. Tujiulizeni hili swali, mfano limetoka kwetu. Kwani sisi twajielewa, twajitambua, au tumewatangulia wengine? Kwa hiyo hili swali si linatuhusu. Kwa nini tumechelewa? Ni kwa sababu hata yetu yenyewe hatuyathamini. Misingi ambayo kweli imetuporomosha, na twajua wazi imetuporomosha, lakini madamu kuna maslahi ya matumbo yangu, basi misingi kama hii ndio nitajengea maisha yangu. Leo hatuko tayari kufanya, na ndipo wanatuambia atakasul, uvivu, kutojitolea, kutokuwa imara, elimu za chini, watu kutokuwa na mikakati, mipango, fikra. Hizi zote ni sababu umma ubaki nyuma, umma hufa. Hata kama uko juu utaporomoka. Kuna umma gani uliendelea ndani ni wajinga? Hakuna umma ulioendelea ikiwa ni wajinga ndani. Na hata ikiwa ni werevu wamesoma, lakini ikiwa wametegemea misingi ya wajinga, watakwenda wapi? Hawezi kwenda mbele. Kwa hiyo sisi, ukiwa utatugawia iftari tutakuja, ukiwa utugawia tuji. Kwa mambo yetu yanayotuhusu wenyewe, wewe toa 100, 200, 200 inshallah taala, basi hapa kutajaa, kutakuwa hakuna nafasi.
na tunataka kuzungumzia mambo yetu yanayotuhusu sisi, mipangilio yetu inayotuhusu sisi. Kwa nini tupate matatizo umma kama umma, jamii kama jamii? Kwani wengine wametuzidi nini wakafika? Kwa nini sisi tusifike? Kwa nini umma wa Kiislamu ulikuwa una nguvu ukafika ulipofika? Kwa nini sisi tuporomoke? Lakini kwa sababu tumesimamia misingi isiyofaa, tutabaki mkiani na siku zote tutachezewa, mpaka tuhakikishe tuamue kubadilika, ndipo tutafika. Lakini tusipoamua kubadilika, hatufiki. Tutabaki hapa hapa na siku zote tutalalamika, siku zote tutalia, na hao tunaowalalamikia kesho pia wakija watatupa 200 na 500, tutawapigia magoti, tutawabusu na mikono. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ndio sunna ya maisha, anavyosema Sheikh Makarim Shirazi. Umma uliokufa, umma ulio hai, umma uliotoka juu ukashuka, umma uliokuwa chini ukapanda juu. Lakini baada ya kubadilika, leo ukimwona Irani amesimama yuwapambana na ulimwengu, hapambani na Amerika na mzayuni, anapambana na ulimwengu. Hebu angalia falsafa walionayo. Wana wasomi wa kutosha. Lau wangekuwa hawana wasomi, silaha za kununua, silaha peke yake zingekuwa za kununua, Irani asingefika mpaka hapa leo. Siku ya pili angekuwa shapiga magoti, kwa sababu huyo anaikuuzia kodi angeifunga. Ungefanya nini? Jana kuna kambi ambayo ni ya Muamerika na Muingereza katika Mediterranean, ambao ni zaidi ya kilomita 1400 Irani imepiga. Mpaka wenyewe wanashangaa, kumbe Irani ana nguvu namna hiyo, wanajaribu kuficha kwa kambi haikuathirika, lakini kilomita 1400. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wamesimama kwa miguu yao, waliamua kubadilika, wakasema twaweza, wakafika. Kwa nini sisi tusiweze? Tumeshindwa na nini? Wairani wametushinda na nini? Angalia ile, wenyewe wanasema wana nafasi tawili, ni kama mabaharia wazuri, ambapo yuwafa huyu akitishiwa huyu asema mimi niko tayari, madamu mnatumikia nini? Umma wangu. Sisi nani yuko tayari kutumikia umma wake? Rabbi nafusi, kila mtu na tumbo lake. Kwa hiyo tusipoamua kubadilika, Ramadhani ni madrasa, inatupa misingi mizuri ya kutaka umma ubadilike. Na ndiyo moja ya falsafa ya zakatul fitra. Ni kwa nini? Tufurahi sote, tusherehekee sote, uzuri wa Idi wa sikukuu tuuone sote, tuione. Iko wapi leo? Hatufikiri mwingine, kila mtu anajifikiria mwenyewe, na anayepata inshallah taala atakwenda kujenga nyadi au atakwenda Vipigo, ende akajenge maestate kule wakae. Wengine watatoka na nchi pia waende wakaishi nje, na akaunti zao watafungulia Swiss. Si ndio maisha tunayoishi? Kwa hiyo tusipoamua kubadilika, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na ndipo mwisho, kuna mwandishi mmoja mzuri aitwa Jalal Amini, ana kitabu chake cha Khurafatut Taqaddum. Misingi tunayoweza kuitegemea na kusema kwa kuwa huu umma umetangulia au huu umma uko nyuma, huu umma umeendelea au huu umma uko nyuma. Je, tunategemea misingi gani? Jalal Amini anakataa asili ya hili swali, na ndipo mimi nikasema kuna misingi ambayo hili swali kweli limetuingiza kwenye mitego, na ndipo likasababisha wengine wakababaishwa na uzuri wa mandhari za kimagharibi. Kwa hiyo wakauacha Uislamu, walipokwenda hawakufika, na walipotoka pia hawezi kurudi tena kwa sababu ya hili swali. Jalal Amini ndo anajiuliza, wewe unapotaka kupima kitu chochote utaniambia vipi kwa kuwa huyu ni mzuri kuliko huyu? Ni lazima ufinye uzuri aina gani? Wa sura, tabia, si ndio? Si kuna vigawanyo? Sasa akatoa na mfano, asema hebu tujaribu. Yule aliyeishi wakati wa Baghdadi, ilipokuwa Baghdadi ilikuwa ni asima, ni capital city ambayo ndiyo ya kielimu.
ikizalisha elimu za kisawasawa, na ndio Mongoli walipoingia kwenda kuharibu na library, kwa sababu waliona umma wa Kiislamu umesimamia kwenye misingi ya kielimu, waliharibu library zilizokuwa Baghdadi. Sasa asema huyo aliyeishi Baghdadi wakati ule, leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe maisha azaliwe akitokea New York. Je, atasema kwa kuwa New York au London imeendelea au iko mbele kuliko Baghdadi niliyoishi katika karne zilizopita? Ni karne ya 4, karne ya 5. Je, atazungumza kitu kama hiko? Asema hilo hawezi kuzungumza. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi fikra zetu kwa kuwa maendeleo ni teknolojia. Hebu turudi tuangalie, ikiwa ni teknolojia hiyo teknolojia ambayo ndio inadaiwa kwa kuwa ndio kipimo cha maendeleo, waangalie hao waliomiliki teknolojia kiakhlaqi na kimaadili, tutasema wametushinda? Kimaadili sifuri, hawana maadili, hawana akhlaqi, hawana ubinadamu, ni watu ambao hata wameshinda hayawani, bal hum adall. Sasa asema hiki kipimo ni lazima tukifinye. Tukikifinya kweli, hata huyu anayekisikia kipimo kama hiki atajua kweli sisi tumepitwa wapi. Na ndipo nikasema al-Imam al-Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi aliligundua mapema hili swali, na vyama vingi vya kisiasa hawakuligundua hili swali. Na ndipo utapata zile harakati zilizoanza sawa sawa ni Mashariki ya Kati, sawa sawa ni upande wa Shumali wa Afrika, utapata kulikuwa na harakati nzuri za Kiislamu, lakini mwisho zikenda zikamezwa. Kwa sababu gani? Waliingia katika karne ya 21 hawana silaha ya kutosha. Ndipo leo Uislamu wa Imarati, Uislamu wa Qatari, Uislamu wa Bahraini, wa Kuwaiti, wa Omani, ni Uislamu ndio wenyewe wanaoita kina Imam al-Khomeini, kina Saidul Qaid na maulama wetu wote wanasema ni Uislamu wa Amerika. Mwamerika hana tatizo na Uislamu ule, hata ukitaka atakualika iftari pia katika ubalozi wake. Hata ukitaka mara nyingine kuna watu wanapewa misaada kwa ajili ya harakati za misikiti, kwa sababu ni Uislamu hauwatii dhiki. Ndipo Jalala Amini anasema kwa kuwa kweli ukitaka kupata kipimo cha sawa sawa ni lazima ulifinye hili swali, hawa waliotutangulia wametutangulia kwa kitu gani? Hawa waliotupita wametupita kwa kitu gani? Kwa hiyo tukishalifinya kwa kuwa sisi kweli pengine tuna Uislamu kama tuko nao, tuna maadili, ni kipi sasa ambacho sisi wengine wametutangulia? Hapo ndo kweli tutapata natija mzuri, na ndipo tutajua tuanze wapi. Kwa sababu siku zote mimi napenda kuikariri hadithi ya Imam Ali salamullahi alayhi, mbio zisizokuwa na target zitazidi kutupoteza. Na ndipo hawa wengine walitoka marathon. Nafikiri muliwahi kumsikia Al-Ghannushi. Al-Ghannushi baada ya Zainul Abidin kuangushwa alisema nini? Alitoka uhamioni, kwenye uhamishoni kule, alipoingia Tunis akasema Uislamu wetu si Uislamu wa Khomeini. Kwa sababu ni ule Uislamu wa Amerika, yani maksudia yake ni Uislamu wa Amerika, ikiwa ni mabaa, ni maklabu, ni manini, hana shida, hatupigi. Wako wapi leo? Wengine wako ndani, wengine wanapelekwa mahakamani wakirudi, kwa sababu asili ya tatizo hawakulijua, wakaingia kwenye mitego, wakaingia kwenye ile mitego tuliyowekewa na maadui. Leo utazipata harakati nyingi zimekufa, zimenyamaza kimya, na ndipo utapata mpaka hivi sasa kuna baadhi ya maulama wakubwa wanalaumiwa matatizo yanayoendelea Mashariki ya Kati, wamenyamaza kimya, hawawezi kusema. Kwa sababu gani? Walipotoka hawawezi tena kurudi, na walipokwenda pia wamekosa yale waliyotarajia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.